Rais wa Tanzania Samia Suluhu yupo katika shinikizo kubwa baada ya kushtakiwa na mawakili mahiri kabisa wa kimataifa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Serikali ya Tanzania inakabiliwa na changamoto kubwa ya kimahakama baada ya kushtakiwa katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ama ukipenda EACJ kwa tuhuma zinazohusiana na ukiukwaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala wa sheria. Kesi hii imevuta hisia za wengi kutokana na uzito wake, hasa ikizingatiwa kuwa inasimamiwa na mawakili mashuhuri kutoka nje ya nchi, wakiwemo wataalamu maarufu wa sheria kutoka Kenya. Miongoni mwa waliowasilisha kesi ni Jaji Mkuu wa zamani wa Kenya, Daktari Willy Mutunga, anayejulikana kwa msimamo wake wa kutetea haki, demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Aidha yumo pia wakili Martha Karua, mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya na kiongozi wa chama cha PLP ambaye pia amewahi kuwa waziri wa sheria. Karua ni mmoja wa wanawake wachache katika Afrika Mashariki walio na sauti kubwa katika masuala ya utawala bora na haki za binadamu. Kesi inatajwa kama pigo kubwa kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, kwani inafungua ukurasa mpya wa mashinikizo ya kimataifa dhidi ya serikali kuhusu mwenendo wake wa ndani, hususan katika nyanja ya kisiasa na haki za kiraia. Malalamiko yaliyowasilishwa mbele ya mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanadaiwa kuhusisha matendo ya kiukwaji wa uhuru wa kujieleza, kukamatwa kwa wapinzani kisiasa na kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa kinyume na mikataba ya jumuiya hii ambayo Tanzania ni mwanachama wake. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na waombaji wa kesi hiyo, hatua hii inaendelea kuhakikisha kuwa serikali ya Tanzania inawajibishwa kwa matendo yanayodaiwa kukiuka haki za raia, na kwamba hatua ya kwenda EACJ ni ya mwisho baada ya kushindwa kupata haki kupitia vyombo vya ndani. Wanaharakati wa haki za binadamu wameunga mkono hatua hii, wakisema kuwa inaleta matumaini kwa wale waliokosa sauti ndani ya nchi.